Ndio. Bwana, tunajiandaa na Morocco. Tunakwenda kucheza mchezo wa namna gani na maandalizi so far unayaonaje, kwa sababu tumeona timu ya taifa iko kule ni siku takriban ya 3 ya 4 hivi sasa. Mimi nikiangalia timu ya taifa ya Tanzania naiona inafanya maandalizi mazuri sana. Unapoizungumzia timu ya taifa ya Tanzania wakati huu, basi unazungumzia moja ya timu ambayo inakuwa kwa kasi sana. Unajua hapo awali ulikuwa ukizungumzia Tanzania unaizungumzia kama taifa la kawaida ambalo linaenda kukutana na giant, lakini wakati hata Morocco wenyewe wanajua kabisa, wanajua fika wanaenda kukutana na timu ngumu ama timu ya taifa ambayo sio nyepesi kabisa. Timu ya taifa ya Tanzania saizi huwezi kuwatisha tena. Wachezaji wake wameshakomaa, licha kuwa wengi wanacheza katika ligi ya ndani na baadhi yao wanacheza nje kwenye mpira wa kulipwa. Katika eneo ambalo tunajitahidi wakati huu ni kwenye kuzuia. Na tangu mwalimu huyu Hemedi Morocco, kama ambavyo jina linafanana na timu ambayo anaenda kucheza nayo ameichukua, imekuwa bora sana kwenye kuzuia. Sasa unapokuwa na msingi wa kwanza mzuri kwenye kuzuia, ina maana inakupa nafasi ya wewe kwanza kutengeneza mipango mingine ya kwenda kushambulia. Kwa hiyo mimi ninavyoiona timu ya taifa ya Tanzania wakati huu, ninaiona ni moja ya timu ambayo iko vizuri hapa Afrika. Licha kuwa mpira wetu bado unakuwa, siwezi kuipa ama kuiweka kwenye level moja na Morocco. Ndio maana mimi hata kama itatokea Taifa Stars ameenda Morocco akapoteza katika ule mchezo, hatakiwi mtu yoyote kulalamika, kwa sababu wote tunajua Afrika kwamba Morocco kwenye mpira wa miguu wametuacha mbali sana. Unaona wao wenzetu wana project kwanza ya kuwatafuta wachezaji kule Ulaya wengi sana, vijana wengi wadogo wanawatafuta na kuwaleta kwenye kikosi chao cha timu ya taifa. Na wengine unakuta hana ndugu yoyote huku Morocco isipokuwa asili yake labda babu yake sijui nani au babu wa babu alizaliwa Morocco, wakazamia kule Ulaya. Ameonekana ana kipaji kikubwa, anakuja kule amekosa nafasi. Amekosa nafasi kule. Anapewa nafasi ya kucheza huku kwa mataifa yao ya kule Algeria, Tunisia, huwa wanafanya hivyo pia. Kwa hiyo inakuwa sio ajabu kwa upande wao, kwa sababu kwa miaka mingi walijaribu kutumia wachezaji ambao wanawatengeneza ndani na wakawa wanawajaza wachezaji wengi wazawa, wakawa wapati mafanikio yoyote, lakini mfumo ambao wameuleta wakati huu umekuja kuleta faida ndani ya taifa lao. Kwa hiyo kwangu napoizungumzia timu ya taifa ya Morocco, naizungumzia ni moja ya timu ya taifa ambayo ni imara sana, moja ya timu ya taifa ambayo ina wachezaji wengi wakubwa. Kushika nafasi ya 4 kwenye michuano ya kombe la dunia ni mbali sana. Ina maana ukilinganisha kati ya Taifa Stars na Morocco, yani ni mbali sana. Kwa level wametuacha mbali sana, lakini hii haisemi tusicheze nao. Kucheza nao tutacheza nao, tutawapa ushindani wa kweli, na ikiwezekana hata kuwafunga tutawafunga. Leo hii Eswatini anamkazia Kameruni. Leo hii Lesotho anamkazia Nigeria mwenye majina makubwa. Leo hii unaona Tunisia akiwa nyumbani anashindwa kufurukuta mbele ya Liberia. Moja ya bara ambalo soka limekuwa kwa kasi sana kama litaendelea hivi ni Afrika. Afrika wakati huu hamna kibonde tena, unajua. Kwa hiyo Taifa Stars sio kibonde kwa Morocco kama ambavyo watu wanafikiri. Hata Morocco wenyewe wanajua kabisa tunaenda kucheza na timu ngumu. Kwa hiyo kwangu mchezo wa Taifa Stars dhidi ya Morocco utakuwa ni mchezo mgumu sana ambao utakuwa na ushindani mkubwa, na naamini sisi hapa tunafanya maandalizi ya AFCON 2027 kwa wenyeji. Sasa maandalizi ili tufanye vizuri AFCON 2027, basi wakati huu tunatakiwa kuendelea kuvuna alama ama kufanya vema kwenye hii michezo ili tuweze kutengeneza heshima na nafasi nzuri ya kwenda mbali zaidi. Sawa bwana, hapo Mwayombo, sisi tunakwenda kucheza na Morocco. Tunaingia kama underdog kwenye mchezo kwa sababu kama taifa la pili. Pengine kuna faida ambayo tunaipata sisi kama kuwa underdog dhidi ya timu kama Morocco kuelekea mchezo wenyewe. Mimi siamini kama kuna faida kubwa ambayo tunaipata zaidi ya sisi kujipanga tukua na timu bora kwenye huu mchezo. Sababu Morocco wanatufahamu, afu tumeshakutana nao mechi nyingi. Wameshatufunga hadi nyumbani hapa mara kadhaa. Kwa ina maana ni watu ambao wanaifahamu vizuri sana Tanzania. Kwa hiyo kwenda kama underdog haikufanyi wewe uende kwenye huu mchezo ukiamini unaenda kupoteza, ama ukienda kama ana faida kwa sababu bwana mimi sina cha kupoteza. Hapana, lazima kocha awe na mipango thabiti ya kuhakikisha anawazuia Morocco wasifurukute kwenye huu mchezo. Target yetu kama taifa ni kupata alama 3, ikishindikana alama 3 ni kupata alama 1 ambayo itatuwekea mazingira mazuri ya kwenda katika hatua ile inayofuata, ndugu yangu. Sasa bwana Doto, tuangazie sasa kikosi chenyewe cha timu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars. Ndio.
tunafahamu Captain Samata hayupo kwa sababu alipata majeraha. Lakini pia nyota wengine wameitwa kwa mara ya kwanza au wengine wameungana na timu ya taifa baada ya kukosekana kwenye michezo iliyopita. Ndio. Hapa tumzungumzie nyota kama Abdulrazak Hamza, beki kutokea kwenye klabu ya Simba. Yes, lakini pia Yusuf Kagoma ambao kwenye mechi zilizopita hawakuwepo kwa sababu ya injuries. Tunafahamu Hamza aliumia kwenye timu ya taifa mazoezini. Lakini ukuta una watu kama Ibrahim Baka, Dickson Jobu, Abdulrazak Hamza, yupo pia Ibrahim Wame, wapo kina Pascal Msindo, Shomari Kapombe, Lusajo Mwaikenda na Mohamed Hussein. Kwa upande wako unaionaje, unaitazamaje safu ya ulinzi ya Taifa Stars ambayo inakwenda kukabiliana na Morocco ambayo ina majina makubwa sana kwenye safu yao ya ushambuliaji wakiongozwa na Yusuf El-Nesiri anayekipiga pale Fenerbahce chini ya Mourinho? Sasa kikosi cha timu ya taifa ambacho kimeitwa kimejaa quality ambayo imechaguliwa kutokana na experience na current performance. Ukijaribu kuangalia wachezaji kama Msindo, performance yake kwa sasa ndani ya Azam FC imekuwa ni performance bora sana. Anafunga pia anapiga assist, anajua kukaba pia. Ukijaribu pia kuangalia kwenye eneo la kiulinzi kwa maana ya Hamza ambaye amekuwa na uwezo bora currently, ukimlinganisha na wachezaji kama Baka ambaye amefanya makubwa ambayo ameyafanya ndani ya mashindano makubwa ya barani Afrika kwa maana ya AFCON, akiwepo kule Ivory Coast aliweza kufanya vizuri. Dickson Job pia alikuwepo Ivory Coast, aliweza kufanya vizuri. Kwa hiyo tuna quality ambazo zinasifika kwa current performance na experience pia ambayo wamejaliwa. Kwa hiyo ukijaribu kuangalia vikosi ambavyo vimeitwa, unaona ni vikosi ambavyo vimestahili kuwepo ndani ya timu ya taifa kwa sababu katika timu zao wamefanya makubwa mpaka hivi sasa. Ukijaribu kuangalia eneo la goalkeeping unaona kuna quality ambazo currently wamefanya vizuri. Kwa hiyo ni quality ambazo zinastahili kwenda kupambania bendera ya Tanzania. Lakini Mwayombo, tuangazie michuano hii ya kufuzu kombe la dunia, mechi hizi za kufuzu kombe la dunia kwa upande wa Afrika. Pengine unaweza ukawa surprised sana na matokeo ambayo yanapatikana kwa upande wa timu hizi za taifa? Mimi ni moja ya watu ambao sishangai kwa sababu najua fika kwamba mpira wa Afrika umepiga hatua kubwa sana. Mpira wa Afrika upo kwenye hatua ya juu ama kwenye kilele cha ubora wake. Kwa matokeo ambayo unayaona yanatokea sio ajabu kwa sababu mataifa mengi yameshajipanga. Mataifa mengi yameandaa timu zao zimekuwa bora sana. Kwa hiyo unapoandaa timu ama unapotengeneza vikosi vyako, unaamini kabisa unaenda kupata mafanikio. Ndio kitu ambacho tunakiona wakati huu. Kwa mimi haya matokeo yanishangazi, ndio maana hata wakati ule nilikwambia hata Taifa Stars ina nafasi ya kufanya vizuri kwenye huu mchezo kama itakuwa na mpango thabiti ambapo wanaenda kupambana na timu ya taifa ya Morocco.